Nitaanza kukukumbushia kidogo kuhusu kabila la Wachaga, moja makabila ya kihistoria ya Tanzania. Wachaga wanajivunia urithi wa kipekee unaojumuisha utamaduni wa kilimo cha ndizi, kahawa na mifugo, pamoja na mila na desturi zinazohusiana na uongozi, sherehe za kijamii na ushirikiano wa kijamii. Uongozi wao wa kiasili ulitegemea ukoo na heshima, na mmoja wa viongozi maarufu wa kabila hili alikuwa Chifu Mareale, ambaye alifanya mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii yake. Tutazungumzia mengi kuhusu urithi huo wa Chaga katika makala yetu ya leo. Kwa Wachaga, kurithisha uongozi kulifanyika kupitia mfumo wa kifamilia na ukoo, ambapo uongozi wa chifu ulirithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Chifu alichaguliwa kwa heshima na busara, mara nyingi kutoka katika familia au ukoo wa kifalme, na alilazimika kuwa na sifa za kipekee kama hekima, uongozi mzuri na uwezo wa kuunganisha jamii. Mchakato wa kurithisha uongozi ulijumuisha baraka za wazee wa ukoo ambao walikuwa na jukumu la kutoa mwongozo na kurithisha uongozi wa mrithi. Hivyo, kurithisha uongozi kulikuwa ni mchakato wa kijamii uliozingatia heshima kwa mila na desturi za jamii ya Kichaga. Chifu Mareale alikuwa kiongozi maarufu wa kabila la Wachaga kutoka mlima Kilimanjaro, aliyeheshimika kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiutamaduni pia. Alijulikana kwa uwezo wake wa kuunganisha watu, kusimamia haki na kuhimiza elimu kama msingi wa maendeleo. Uongozi wake ulileta mageuzi muhimu, ikiwa ni pamoja na kuboresha kilimo cha kuimarisha miundombinu ya jamii. Chifu Mareale alihifadhi na kukuza mila za Wachaga huku wakihamasisha mabadiliko chanya, akibaki kuwa alama ya heshima na kumbukumbu muhimu katika historia ya Tanzania. Chifu Frank Lionel Mareale ndiye chifu wa sasa aliyemrithi Chifu Thomas Mareale baada ya kufariki kwake. Alizaliwa Marangu mwaka 1936 akiwa katika himaya ya Umangi.
alipata uteuzi kufanya usaili wa nafasi hiyo, akiwa mtu wa 65 miongoni mwa watu 700,000 walioomba. Sikupata ruksa ya kuanza kazi. Ilibidi ni timuke tu. Nafasi ya jopo la kwanza. Kwa hiyo mtakwenda Morogoro, Mzumbe. Mtakaa pale miezi 6. Baada hapo mtaelekezwa nini cha wapi pa kwenda. Uongozi wake chini ya Mwalimu Nyerere uliwalazimu kupangiwa kazi katika maeneo tofauti. Chifu Frank alipangiwa kwenda Singida, baadaye Kigoma, Geita na Mwanza. Majukumu yaliongezeka na hata kupelekwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilipomaliza University Dar es Salaam nikarudi tena Mwanza. Hapo nikaomba kupumzika. Ndio nikakubaliwa, nikaondoka. Nikaa kwenye biashara mpaka leo niko kwenye biashara. Baada ya kuwa chifu, maisha ya kiongozi wa Wachaga yalijikita katika majukumu ya kisiasa, jamii na kiuchumi. Chifu alilazimika kuwa mwelekezi na mhamasishaji wa maendeleo ya jamii, akiongoza shughuli za kilimo, mifugo na uhifadhi wa mazingira. Alikuwa pia msuluhishi wa migogoro na mtetezi wa haki katika jamii, akihakikisha utawala wa haki na usawa. Alipanga majukumu yake kwa kuzingatia mila na desturi za Wachaga, huku akihamasisha mshikamano na ustawi wa familia na jamii. Chifu huyu alikulia na kuishi na watu wake, akitoa maamuzi kwa busara na hekima, na alihusisha wazee wa ukoo na viongozi wa kijamii
katika mchakato wa uongozi. Ngozi ya kichifu kwa Wachaga ni ngozi ya chui, rungu, ngao na mkuki. Hapo awali Chifu Frank aliishi Marangu, mahali alipozaliwa, kisha kuhamia katika nyumba ya urithi wa uchifu alioishi kaka yake. Marangu kunani? Maana ya Marangu. Wa Marangu ni watu ambao walikuwa wanakaa sehemu za vichakani. Katika kukaa kwao walianza kujikusanya. Walipojikusanya wakawa kipindi hiyo kulikuwa na zile msukumano wa vitu kugombania hasa mifugo. Sasa wanapogombania mifugo, wenzetu wakija, sisi tunawahifadhi. Wanaporudi kwao wanasema pale ni mahali patulivu, mahali pa kutulia, hawana matatizo na watu, kwa pale maana yake ni Marangu. Katika kukaa kwao walikaa pia wakaunda utaratibu wao kwamba tunamteua mteule huyu ndiye tutakayemsikia katika nyota ambayo tumeshaiangalia, atakuwa kiongozi wetu ambaye tutakuwa tunampelekea masuala yetu ya kijamii. Sheria za Wamarangu ni nyingi, huku taratibu nyingine zikifuata nyota. Mazishi je? Taratibu za mazishi kabla hawajaja wamishonari walikuwa wanazika mtu nyuma ya nyumba ya kienyeji. Baada ya mtu kuzikwa wanahesabu miaka 2 au 3. Wanamfufua yule mtu, wanatoa ile mifupa, wanachukua. Kuna sehemu imetengwa, imewekwa majani fulani, tunaitaga masale. Ndio anaweka pale, patakuwa ndio mahali pa kutambikia kwa mtoto anaharibikiwa, kwa tendo linalotoka katika mji, walikuwa wanaenda kuomba pale. Nyumba hii aliishi kaka wa Mangi huyu wakati wa utawala wake. Akiwa msimamizi na kiongozi mkuu wa baraza la Wachaga, alimwalika Malkia katika himaya yake alipokuja kutembelea baraza hilo mwaka 1946. Malkia wa Uingereza hayati Malkia Elizabeth na mumewe walikaa katika nyumba hii, na picha hii ilipigwa ndani ya nyumba hiyo kwa wakati huo. Mrangi kulikuwa yuho. Yu nizo mrangi wakata kifula. Haba chenyi mnu. Futa ndiyo ndo kichao ndovosha baichu. Makabila mengi huwa na watani. Wagweno ni watani wakubwa wa Wachaga. Hii ilianzia wapi basi? Wagweno walipokuja Ugweno walitokea Uchagani wakahamia kule, kwa sababu nchi ya Ugweno ilikuwa ni nchi nzuri yenye rutuba. Kwa Wachaga waliopenda kulima walikwenda kushika maeneo mazuri ya kulima na ufugaji kule Ugweno. Na Wagweno wengine pia walipokuja huku kwenye masoko ya Mwika, Rombo na Marangu, wakaona pia ni maeneo mazuri, wakaondoka Ugweno wakahamia Mwika, wakahamia Marangu, Himo na Rombo. Wagweno, Mgweno ni jina la mtu. Hiyo lugha kwamba ya meno ni lugha ya utani tu, ni lugha ya barabarani. Lakini mtu wa kwanza aliyeingia Ugweno alikuwa na jina la kuitwa Mgweno. Kwa hiyo watu wote walioishi pale Ugweno wakaitwa Wagweno kwa sababu ya huyo mtu aliyeitwa Mgweno. Huyu Mgweno alikuwa na sifa zote. Alipokuja na familia yake, alikuja kama mtawala, alikuja kama mhunzi, alikuja kama mkulima na mfugaji, alikuja pia kama mtambikaji, alikuja kama mtawala. Ugomvi wa Wachaga na Wagweno uliendelea hadi pale machifu wa pande zote walipofariki. Wagweno waliwaita Wachaga Waha, maana yake waue, na Wachaga wakawaita Wagweno
maana yake wapige. Toka hapo utani wao ukaanza na kuendelea hadi hii leo. Ni kwamba nikikunyang'anya shati au nikikunyang'anya kofia, huwezi kusema nimekudhulumu, nimefanya haki kunyang'anya. Na wasitaki kudai. Huwezi kudai. Na misibani hivyo? Misibani hivyo. Sera ya ujamaa na kujitegemea imefanikiwa kwa ukubwa baada ya wananchi wa pande zote kuchangamana kwa shughuli za kijamii, kitu ambacho kimesababisha uhamaji wa watu kutoka katika maeneo yao ama koo zao na kuishi kwingine. Swali kubwa lililobaki vichwani mwa wengi ni kwa nini Wachaga walio wengi hurudi nyumbani walau kila mwisho wa mwaka? Jisikie nyumbani, jisikie furaha, malaika walinde mkae kwetu salama. Jisikie nyumbani, malaika walinde mkae kwetu salama. Karibuni wageni wetu, jisikie nyumbani. Haleluya, karibuni jamani, jisikie furaha, Mungu yuko pande zote. Watoto wa Kichaga au watu wa Kichaga wazee huwa Christmas lazima washirikiane na family, waungane na family. Na huo mtindo uliendelea mpaka ikawa kama kila Christmas popote mtoto alipo anakusanya hela yake kidogo kidogo mpaka Desemba anakwenda nyumbani kujumuika na wazazi. Ndio ikaibuka sasa ni kila Christmas lazima kuungana kula na Christmas na family. Na hiyo tabia ipo mpaka kesho na haitatoka. Siku hizi kidogo imepungua kwa ajili ya shida ya ukame wa hela na kadhalika. Lakini bado watoto wanakuja Desemba kwa wingi sana. Na mimi mmoja hapo na watoto karibu 20 wajukuu wanakuja Desemba. Kihistoria, KDC, yani Kilimanjaro Development Center, ni alama muhimu ya maendeleo ya mkoa huu. Kituo hiki kilianzishwa katika miaka ya 1970 kwa lengo la kuratibu mambo ya kijamii, maendeleo na kutatua migogoro. Mangi wa Wachaga walikuwa na mikutano mikubwa kila mwaka, ambapo walikutana tarehe 10 Novemba kwa ajili ya kutathmini hali ya maendeleo ya jamii yao, kutoa taarifa kuhusu matukio ya kijamii na kutafuta suluhisho kwa changamoto zilizojitokeza. Mikutano hii ilikuwa na ajenda maalum ambayo ilijumuisha tathmini ya mwaka mzima na hatua za kijamii za kuchukua kwa ajili ya maendeleo. Hivyo swali la wengi ya kwamba kwa nini Wachaga hukutana kwao kila mwisho wa mwaka, sababu ni hizo. Kwa sasa hukutana kujadiliana hali huku wakisherehekea sikukuu za kufunga mwaka, wakila na kunywa kwa furaha kwa pamoja.